Kikao cha 8 mkutano wa 11 bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo kimeendelea tena leo April 17, 2023 katika makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Wabunge wameuliza maswali katika wizara mbalimbali kama kawaida, ambapo leo Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI iliyopo chini ya Waziri Angela Kairuki imewekwa kikangoni. Aidha, Wizara ya Katiba na Sheria imebanwa kuhusiana na swala la mapenzi ya jinsia moja ambapo limekuwa gumzo kwa siku za hivi karibuni. Mheshimiwa Halima James Mdee atafuatana na Mheshimiwa Dr. Rita Enesperi Kabati. Mheshimiwa Dr. Florence George Sabize jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru na mimi nitachangia kwa uchache. Mosi, nikitambua maelekezo ambayo aliyatoa Waziri Mkuu katika mahitimisho yake tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2023 kuhusiana na 10% ya mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utambuzi huo nilidhani waziri wakati anajibu atusaidie mambo kadhaa, sababu siku zote wanasema hii ni wizara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyie hapo umepewa dhamana ya kumsaidia, na katika mazingira ya kawaida wizara ambayo ni ya Rais inategemea iwe ni mfano kwa wizara nyingine kuiga. Sasa mimi tumeambiwa kwenye taarifa mbalimbali za mkaguzi mkuu ya mwaka jana, ambao mwaka jana pamoja na mambo mengine ilifanya majumuisho ya fedha ambazo hazijarejeshwa katika kipindi cha miaka 5 ya mfuko wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa ukijumlisha za mwaka jana ambao ilikuwa ni bilioni 47.1 na zile miaka ya nyuma yake 4 unaenda kama bilioni 100 hivi plus. Ukijumlisha na za mwaka huu ambazo ni bilioni 88, maana yake unaenda bilioni 188 plus. Sasa mimi shida yangu ni moja. Nimesoma maelekezo yako mahususi ambayo umepeleka kwenye mamlaka za mikoa na halmashauri, maelekezo 14. Hatuoni popote ulipotoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, kwa wakurugenzi, kuhakikisha kwamba hizi fedha ambazo zimepotea huko chini, inasemekana zimepotea huko chini, ziweze kupatikana zote. Sasa unapotoa maelekezo 14 lakini elekezo la upotevu wa billions of money hamtoi maelekezo mahususi, unatupa jibu gani? Kwamba inawezekana kabisa hili jambo hamlichukulia serious. Inawezekana kabisa hiyo miezi 3 ikiisha ukaja mfumo mwingine, mambo yatakuwa yale. Sasa mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, niitake serikali kabisa na nikutake waziri, ukiwa unajibu hapa utoe maelekezo ya fedha hizi zilizopotea huko chini kwa wajanja zikusanywe. Ulizungumza hapa bungeni kwa unajibu swali, lakini kujibu swali bungeni ni jambo lingine, kutoa maelekezo mahususi ya kibajeti ni jambo lingine. Hamjaliona. Mheshimiwa Mwenyekiti, unapopitia kanuni za utoaji wa 10% unagundua kwamba hizi fedha hazijapotea, hizi fedha zimepotezwa. Sasa kama fedha zimepotezwa, kuna element ya jinai hapa, lazima watu wawajibike kama wamehujumu uchumi. Haiwezekani watu mnasimama hapa mnasema rais wetu anazunguka mataifa kwenda kuomba fedha. Hivyo muone aibu, rais anahangaika, fedha zinakuja, afu wajanja wako chini wanapiga. Kwa sababu ni kweli hizi ni mapato ya ndani ya halmashauri, yes. Lakini ni sehemu ya mapato ya ndani ya halmashauri ambayo kutokana na halmashauri zetu kutokuwa na uwezo wa kimapato, tunategemea mikopo ya nje kuendesha mambo mengine kule chini. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni
Nitarejea tu kwa mfano. Kanuni ya 7 inawataja watendaji wa kijiji na watendaji wa mitaa na watendaji wa kata kama watu wa kutambulisha vikundi. Kuanzia kijiji, watendaji. Kanuni ya 13, afisa maendeleo ya jamii anatajwa, yani usajili na uratibu. Kanuni ya 14, kuna kamati ya huduma ya mikopo, kuna mkurugenzi wa halmashauri na timu yake, yeye anachambua, anajadili na kufuatilia vikundi. Kanuni ya 17 inataja kamati ya kudumu ya fedha na mipango ya halmashauri zetu. Wao wanaidhinisha mikopo, wako madiwani, tuko wabunge huko ndani. Kanuni ya 18, mkutano wa halmashauri kupitisha kile ambacho kamati imepitisha. Kanuni ya 20, sekretarieti ya mkoa wana jukumu la ufuatiliaji. Kanuni ya 21, ofisi ya Rais TAMISEMI. Sasa leo mje mtuambie hapa, kuna vikundi hao huko chini. Nchi hii ilivyokuwa na chao mpaka huko chini. Nchi hii mtu ukifanya uhalifu wa kawaida unaweza kutafutwa. Kwa nini hapa kuna kitendawili? Kwa nini hapa kuna kitendawili? Kwa mheshimiwa, mimi ninapendekeza, yani CAG afanye kitu kinachoitwa forensic auditing, yani ukaguzi wa kiuchunguzi, ili tuangalie kama kuna udanganyifu, kuna uwizi, kuna rushwa. Mheshimiwa, hivi vitu hatuwezi kuviacha viende hivi hivi. Na mimi niseme wazi kabisa, ili mradi kiongozi wetu wa Muhimbili, Mheshimiwa Spika, ametuamini kwenye kamati ya laka, sisi tutafanya kazi yetu kwa uadilifu na kwa uaminifu mkubwa kulisaidia taifa hili. Haiwezekani unaenda kuombaomba huko, alafu unakuja bilioni zaidi ya 100 zinadondoka chini, alafu naona chakachaka tu. No. Mambo ya nini? Asante sana Mheshimiwa Halima, muda wako umeisha. Asante sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.